Pokea maneno sio sawa mawili, sio sawa na zero. Mmoja sio sawa na zero. Leo Islam pambanue hukumu ndogo, sababu Ramadhani inaenda haraka sana. Tupambanue hukumu ndogo katika hukumu za funga. Hukumu tunapambanua leo, wa a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khayran fahuwa khayrun lah wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Na wale ambao lugha Kiarabu pako twaka na atwaka. Twaka aliweza, atwaka aliweza kwa shida. Na wale miongoni mwenu wasioweza kufunga ila kwa shida, basi wao walishize maskini. Imepokelewa mudi 2.5 kila siku. Mudi ni vitanga viwili sio kama viwango vidogo au vya kubwa virefu vya kati kwa kati. Kuna watu Mungu vitanga vya kati kwa kati, wengine virefu akizoa ataweza kufika karibu nusu kilo. Sio hao, kipimo kati kwa kati. Walishe maskini mahala pa kila siku. Aya hii maana yake mbele, wakati funga ilipoteremka katika sura ya kwanza, ilikuwa funga ni ibada ya khiyari. Mwenye kutaka anafunga, yule mwenye hataki anajilia mchana mwezi wa Ramadhani analisha. Mpaka ikaja kuteremka ile aya ya kufuata hii, ndio ikawa funga sio ibada ya khiyari tena. Hata ukiwa na mamali uko bilioneri itabidi ufunge tu, ila udhuru wa maradhi na safari. Kwa mwenye safari inamsumbua, mahala pa kila siku umlishe maskini mmoja. Lakini ile mambo yamerahisika. Kama ule ana matatizo, anajua kama hatofunga, yeye ameruhusiwa tu akadirie kiwango cha mwezi mzima. Tena hili jambo Uislamu leo tuko katika hukumu. Kuna Waislamu wengi ni hatari. Ana deni la saumu la mwaka jana, anangojea leo tarehe 10 ndio analeta fidia ya mwaka jana. Hapana, itambidi alete fidia, alete na amande. Fidia ya mwaka jana ilikuwa ni 50,000. Mpaka Ramadhani ikiandama itambidi alete 75,000. Sababu isikutani Ramadhani, deni la Ramadhani lisikutani na Ramadhani nyingine, ni fidia na amande. Hii fidia ni kwa mtu mwenye deni lake halikutani na Ramadhani nyingine. Tuna baadhi ya Waislamu alhamdulillah wenye kabla ya kuandama Ramadhani huwa wanatoa fidia zao kabla mwezi unaojiandama. Wakiwa wanangojea mwezi uandame, watatoa sio fidia tena na amande juu ya fidia. Basi ndio Mwenyezi Mungu anasema wale wanafunga kwa tabu, maradhi yanawasumbua, maradhi yanawasumbua tena yatarajii kupona. Anaingia mpiga mwenye mimba yenyewe namtaabisha, anashinda kushinda na njaa sababu mtoto huwa ananyonya tumboni, au mwenye mtoto mdogo. Kuna watu wanameza kitoto kinene anakinyonyesha, Uislamu hawezi kuswaumu. Hao nao wameingia katika hawa. Na vile vizee vikongwe, kuna mzee akishakuwa mzee sana, ardhalul umr, akishinda na njaa analia kama mtoto. Huyu mzee pia yeye haruhusiwi kufunga. Inaruhusiwa ale mchana mahala pa kila siku atoe mudi 2 kama kilo 2.5. Watu na hisabu. Huyu mwaka ni 50,055.
Mwaka jana ilikuwa 50,000. Kila siku vitu huwa vinapanda kutokana na bei ya vitu. Maisha yanakuwa haba, kila siku yanapanda mbele. Naam, wa antasumu khairul lakum, na kama mtafunga ndio kheri kwenu. Kama mtafunga ndio kheri kwenu. Yule ambaye atafanya zaidi, unaona Uislamu vile ulivyo, kila mara katika Uislamu kufanya zaidi ni bora. We unastahili utoe mudi 4 kila mtu katika mwezi wa Ramadhani, mtu mmoja. Lakini kama utasema mimi sitoi vitanga 4, natoa mfuko mzima, ndio bora kwako zaidi. Kwa sababu nafanyaga hivyo, bali mwe mnapunguza. Masuala yameanza hivi, tarehe 10 leo, ndio leo siku kesho tunamkia tarehe 11. Maulizo yameshaanza. Mimi sina uwezo, kama nina watu 10 wote nikiwatolea zakatul fitri sina uwezo. Una uwezo wangapi? Na uwezo wa 7. Lakini una uwezo kupata viatu vya laidi na nguo chukua sasa hizo nguo za laidi ucheleweshe. Sio lazima mpaka wavae nguo. Kwa nini uchelewesha haki ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya haki ya wanao? Haki ya Mungu itangulizwe kabla ya haki ya watoto. Leo Islam tuko adhaful iman. Muislam anakubali amuudhi aliyemuumba, amtegelezee mwanae. Watoto wangu watawacheka wenzao na baba yao ningaliki. Sasa bora umuuzi Mungu. Adainullah ahaqu an yuqda min ghairi, deni la Mungu lina haki zaidi lilipwe kabla wengine. Sasa wakaambiwa kule mwanzo, na wale watafunga ndio kheri kwao kuliko kula. Hii ni hukumu, ndugu Islam, ya wagonjwa, ugonjwa utaraji kupona, na wenye safari pia, ile safari isiokatika. Kama wale wenye wachoma mkaa wako mwaka mzima porini, kaza kuchoma mkaa, wachimba dhahabu, wale watu wanaenda na maremo kila siku iko njiani, hakuna siku safari itakatika. Hawa pia wameingia katika huyu udhuru. Na masuala matatu inshallah, masuala matatu tuache kidogo tuokoe muda. Naam Sheikh, salamu alaykum. Wa alaykum salam. Niko nauliza Sheikh. Naam. Mzee ana watoto 9. Naam. Ana watoto 9, alafu huyu wa 10 kwenye nje ya ndoa huko, lazima tuseme. Sasa mzee ana nyumba 2. Naam. Kachukua moja ile, ase ule mtoto umwachie vya kwake ungaliki hai. Kachukua moja kamkabidhi ule. Alafu hii nyingine imebaki na hao 9, afu mzee ametoweka, amekufa. Sasa je, hapa niko nauliza, hiyo sikuwa ni dhulma hii au? Dhulma kubwa sana, dhulma chafu. Haijuzu Waislamu mtu asiyokuwa mrithi kuhusiwa zaidi ya thuluthi ya mali. Mtu asiyokuwa mrithi kwa wasia au kwa ihsan asirisishwi. Natoa mfano kutaka muelewe. Milioni 3 asirisishwi milioni 2. Detier haijuzu. Sasa nyumba moja na yana nyumba 2. Nyumba moja ni entier, ni thuluthi, ni entier, ni sehemu moja ya 3, thuluthi. Waislamu wangu wanafanya hivyo. Hiyo ni dhulma dhahir, tena haramu. Watamninginia warithi siku ya kiyama. Sio yale hapa urithi, Mungu ndio alipanga urithi. Wallahu a'lam. Swala la pili, Sheikh, kuraba sokuru mena batamakazi. Abasokuru mena batamakazi niwe tuganira ku mugihe adafise ubushobozi bwo kushobora kurisha canke gutanga ivyo bihumbi 55 canke 50, bisha bigenda gute? Alikuja mtu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Mtume kwamba mimi sina uwezo wa kufunga. Mtume akamwambia lishiza, akasema sina uwezo wa kulishiza. Mtume akamwambia kila siku magharibi wewe unasema ule wakati wa kufuturu,
astaghfirullah mara 3. Lakini nimeogopa kusoma hii hadithi leo. Watu wa leo wana hatari. Ana uwezo, ana mtoto Ulaya wa kumlipia, anamtumia dola, anaweka. Sheikh Yusuf alishatuambia kama hauna, Mungu anakuona. Yeye ndio anajua hakika wako. Kama mtu ana uwezo kabisa, na Mungu anajua. Ya'lamul mufsida minal muslih. Mwenyezi Mungu anamjua muharibifu na mwenye kutengeneza. Swala la mwisho la 3 la al-akh. Wanawake. Na wanawake mbona jambo? Tauliza kesho inshallah. Sheikh wetu akhirishe lako litakuwa la mwanzo kesho. Wewe ni priority inshallah. Ngesubiri. Naam. Kesho Sheikh. Tutakuwa wa mwanzo inshallah. Subiri. Anasema mwanamama kwamba kuna watu ambao wakiingia msikitini kwenye Ramadhani hii wanaswali rakaa 2 za sunna. Ima anaweza kazisali kabla swala aliisha, ima akaziswali baada ya swala aliisha. Alafu tena na tarawih na swali. Je, hizi zote si sunna? Inaruhusiwa kuziswali? Sunna zinashindana. Hii ni sunna ya baadia baada ya swala. Na hii ni sunna ya tarawih ambayo ni muakkada. Bali kuna baadhi ya hadithi zinasema kwamba Mtume amefaradhisha. Na akazungumzia Mtume katika hadithi, nimetahadharisha mara nyingi wala usiswali tarawih. Naam. Mtume anasema man la yutiru falaisa minna. Asiyeswali witri si pamoja na sisi. Sunna muakkad. Allahumma aqsim lana min khashyatik. Amin. Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik. Amin. Ta'atika ma tuballighna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma abqaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana ala man zalamana وانصرنا على من عادى ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وبعد, jana Waislamu tulizungumzia hukumu za funga sehemu ya mwanzo. Leo Waislamu tunazungumzia mbadiliko wa pili. Funga hii ilipitia katika hali mbili. Ile ilikuwa jana hali ya kwanza. Na kariri kwa sababu ni darasa fupi, ilikuwa mwenye kutaka ilikuwa ni ibada ya khiyar. Mwenye uwezo anakula, analishiza, mtu anamfungia. Ndio ilikuwa mwanzo sawa umefaradhisha. Inaweza katika hiyo aya ya pili ya siyam. Hiyo ayama tulifasiri jana. Leo Waislamu tunasoma aya ya 3 katika aya za funga. Hii ndio hali ya pili, ndio ilitukuta sisi Waislamu wa sasa. Ila yaumi yarithu Allahu al-ardha wa man 'alayha, hadi siku Mwenyezi Mungu atairithi ardhi na vilivyomo juu ya ardhi. Tunasoma aya sehemu ndogo ambayo ndio Mungu alihamisha saumu kutoka hapa akaihamishia hapa. Akaitoa katika hali namba 1 ikaja katika hali namba 2, na ndio tuko nayo mpaka hivi sasa. Shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao huu mwezi tunao Uislamu, ndio mwezi umeteremshwa ndani yake Qur'an. Hudan linnas, Qur'ani ambayo ni mwongozo kwa watu. Wabayinati minal huda, na Qur'ani ni ubainifu wa uongofu.
vitabu vilivyotangulia ni uongofu. Sasa Qur'ani na yenyewe ni ubainifu, inabaini ubainifu mwingine, kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika aya nyingine, wa muhaiminan alayhi. Qur'ani ndio mzani, inapima vitabu vilivyotangulia, fasi wenyewe walichekesha wakaribu. Qur'ani ndio mzani, kila kitabu kikieleza, chukua Qur'ani upime, utaona hapa kuna mikrobati waligeuza. Ndio mikroskopi, ndugu Waislamu, ya kupima vitabu vilivyotangulia. Sasa ndio aya inavuta ile hukumu ya kwanza, faman shahida minkum shahra falyasumhu, yule ambaye ataushuhudia mwezi basi aufunge. Hapa kuna mufradati za Qur'an, maneno ya Qur'ani uzito. Atashuhudia mwezi, atakuwa shahidi wa mwezi. Ushahidi, sababu darasa fupi, ushahidi huwa kwa njia mbili. Ushahidi huwa kwa kuona au sasa wanasema kwamba hatufungi kwa mwezi wa Saudia. Wametoka wapi? Hawasomi Qur'ani. Hivi Waislamu wakikuta wewe leo kule tribunal, wamegombana al-akhi na al-akhi la sama Allah, wamegombana, watakwambia uliona tusi? Matusi yanaonekanaga. Utaonaje? Ukisema uliyaona utakuwa mwenda wazimu. Wasa mimi sikuona, nilisikia. Kwa hivyo ushahidi, kuna ushahidi wa kuona na ushahidi wa kusikia. Maana yake Qur'ani mna balagha ya ajabu. Yule atakuwa shahidi miongoni mwenu wa mwezi, ima kwa kuona au kwa kusikia, basi aufunge mwezi huyo. Muona Waislamu, hii aya kwenye kupata tafsiri ya Qur'ani inamaliza mambo. Hawa wanahangaika kwamba mpaka rasi tuoni wetu, wengine wanafunga mpaka matere 3 nini. Hawaelewi Qur'ani. Warejee kwa mfasiri wa kwanza alifasiri Qur'ani, mtume wetu Muhammad, kwa kuonesha kwamba lile jambo la mgonjwa na msafiri lenyewe alikuvutwa, ndio Mwenyezi Mungu akalikariri hapa. Unaona sasa, faman kana maridhan au ala safarin faiddatun min ayamin ukhra. Ndio maana kwa aya ile ya mwanzo lipo na ile ya pili ipo. Manake lililovutwa hapa ni khiari, lakini la mgonjwa, udhuru wa mgonjwa na msafiri ukabaki pale pale. Kwa hivyo Islam, hiyo ndio hukumu ya pili ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kutoka kule kwenye ilianza ile ya kwanza mpaka hii ya pili, la Mwenyezi Mungu, unaona kweli yatakuja. Kama ile hukumu ingebaki, Waislamu ungekuwa wadogo sana. Waislamu ungelikuwa wadogo. Kule mwanzo ilikuwa mtu saa ya kufuturu ikifika, ukisinzia haujafuturu, ukiamka au futuru tena, unangojea mpaka kesho magharibi. Mungu akaturumia kumleta sahaba mmoja anaitwa Qais, akawa amefanya kazi ya kulima. Maswahaba Waislamu nimekuelezeni kwamba walikuwa wengine wa kulima, wana kazi ya biashara, kazi mbalimbali. Na sisi Waislamu tufanye kazi, wakulimalu. Waislamu hawataki kazi, tutauana kila siku. Nimezungumza na mtu na tajiri akaniambia kwamba hizi nyumba za Buyenzi, nilikwenda kumwomba nimwandikia barua ya mchango wa msikiti. Akasema, Sheikh, barua yako nimeiona, lakini kimsikiti ni kikubwa, kitaswali wanani? Watu toka na hama Buyenzi, watatuzia Rugombo wemo. Nikashtuka. Ukisema ni kweli, hivi Ramadhani Buyenzi inaonekana tena. Mji wa kwanza wa Kiislamu na msikiti wa Kutrezi ndio msikiti wa kwanza uliojengwa Burundi. Wazee wanatoka Matongoni. Waulizeni wazee, mimi sikuwa eko. Sema naye muongo, naye alikuwa eko. Mimi natisana na wazee, ndio nimepokea kwa Uislamu. Tufanye kazi. Alikuwa amefanya kazi sahaba ya kulima Qais.
Akaja saa 12 jua limeshazama, akamwambia mke wake nipe iftari. Asema ngoja ngakutengenezea, unajua wanawake. Sipigi hedi Sheikh. Ona wanawake wa maswahaba walifanya hivi. Saa 12 haja kuroga uji. Bado akaikaa anangoja uji. Ule mchoko wa kazi, usingizi ukampitua, akasinzia. Amegamea kibambaza, amesinzia. Mke alikwenda pilika kuroga uji, tayarisha vitu vya kula, kunywa uji, kuleta hivi. Akamuona, mme wangu khaibak, umehomba, hauli tena kesho. Mimi na wewe Sheikh, ingekuwa aje? Dharura zetu sisi, hata kula karanga dharura. Kula karanga hiyo dharura. Kaisi akavumilia Sheikh, akalala na njaa yake, kashinda na swaumu, akufuturu, kalala na swaumu mpaka kesho saa 6 katikati ya mchana. Akazidiwa na njaa. Kaisi akaanguka chini, pup, akazimia. Mke wako na wangu ingekuwaje? Tukauliza kwa Sheikh Yusuf, kwanza kumwambia atakosa ngumi, nikaulize afe na Mungu shanaona. Kaulize ni ampe uji anywe. Utakuja kuuliza mshampa uji. Wallahi mke wa Kaisa akasema nafsi yake itoki, ila mule muda Mungu alimpangia, mpaka nikaulize kwa mtume, simpi. Akaenda mpaka kwa mtume. Mke wa Kaisi yuko mlangoni, anamuona Umar na yuko mlangoni. Kumbe na Umar ule usiku kutaka aye kamilishe, Mungu akafanya haya mawili yatokee usiku mmoja. Umar na alikuwa amesinzia, akashtuka, tunda lake liko pembeni yake mke wake. Shawa habu ikampata, akatereza, akamuingilia. Na yeye akaenda, anamuuliza mke wa Kaisi, wewe nini? Mimi wangu amezimia kula jana. Wewe naye asema mimi naye nililala, nikasinzia, nikatereza, nikakutana na mke wangu. Mtume akauliza wewe nini? Akamwambia na wewe nini? Pale mtume, ndugu Waislamu, akaikaa anangojea amri kutoka kwa Mungu. Ikateremka hii aya, uhilla lakum lailata siyam arrafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad. Ikafikia mpaka hapo. Akasema Mwenyezi Mungu, kwanza mnazikhini nafsi zenu. Waislamu, kwa kweli huyu Uislamu wa maswahaba tusifu. Akitukana mtu sahaba tumshambulie. Nani katika sisi anaweza kulala na mke wake Ramadhani nzima? Analala naye, mnakusana naye ubavu Sheikh. Mwezi mzima. Tungekimbia dini sisi wote. Wabillahi tawfik. Maswala matatu. Barakatu. Jana ule jana sijui kama kahudhuria au vipi? Ndio mimi. Naam Sheikh. Nina swali. Naam. Nataka kuulizia, nina ndugu yangu avunjika mguu kabla ya Ramadhani. Usikie bwana. Nina ndugu yangu kavunjika mguu kabla ya Ramadhani. Tukaingia kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, angalia amevunjika mguu na muuma. Anafunga lakini asali na analishiza maskini. Vipi somo yake? Vipi somo yake? Toba yake au somo yake? Saumu. Kwa sababu kama mguu na muuma ndio utafanya nini? Anasema swali qaima fa illam tastati fa qa'ida fa illam anauliza kwamba ana ndugu yake alivunjika mguu na muuma. Kwa hivyo kwa maumivu ya mguu anafunga haswali, udhuru wake ni mguu. Swala kafara yake sio kulishiza maskini. Maskini kulishiza ni kwa yule mtu mwenye ana uwezo wa kufunga
kwa udhuru wa kuendelea, sio kuswali. Swala kafara yake ni kutubia kuswali. Hata ulishe buyenzi nzima, kama wewe uswali, hiyo sio kafara. Aswali kama mguna muma swala na haikagi. Kama ikaya swali analala. Kama kuinuka hawezi, aswali kwa kope za macho. Swala aisamewe medam bado una akili. Swali kwa namna yoyote ile. Alikuwa sahaba mmoja mgonjwa, anaweka mito hivi, anapanga mito mpaka ndio anasujudia yeko. Mgongo anauma. Mtume akamwona akasema, nini ni yule? Wakasema anaumwa mgongo, hawezi kufika chini. Mtume akatupa ile mito, toeni aswali kiasi awezake. Wakati wa kurukuu ainame kidogo hivi, wakati wa sijida azidishe. Unaona Uislamu? Kwa hivyo mwambie afanye tangu leo. Hiyo ni funga ya mbuzi. Naam. Swala la pili Uislamu. Naam, salamu alaikum. Sheikh, kuna dada yuko hapa msikitini lakini ameniambia niulize atabisikia yeye yuko. Anasema hivi, asema mume wake alishamgundua sana kama anamroga. Je, anaruhusiwa kutoka akakimbia? Kama anamroga. Inna lillahi. Ashamkamata sana utuvitu tu madawa. Sasa anaruhusiwa kukwepa? Yeye asiachiki kwanza, ampeleke kwa shekhe. Asimpeleki kuzoni, ndio tumeshazoea. Mnatusumbua sana shekhe. Hata waje kusamba hapa kwangu nachoka. Wanasema shekhe, amweni tumi kama sikushinda, tutajongea mbele. Leo Islamu wana mbele ya kitabu cha Mungu. Tamwambia Mungu jibu. Ampeleke kwa shekhe, amwambie afanye toba ya uchawi, na akikataa shekhe ana uwezo wa kumamrisha ampe talaka yake. Wallahu a'lam. Naam, swala la mwisho. Mimi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali langu ni kuhusu swafa. Swafa. Nilikuwa nauliza utaratibu ambayo maswahaba walikuwa wanatumia kwa kuja kwenye safa. Kama walikuwa kila mtu yuko nafasi yake ama hapana. Alafu na la pili kuuliza hukumu ya kubanana kwenye safa. Ndio ni maswali. Na masahaba walikuwa kila mtu nafasi yake. Mwenyana wai mbele ana sofa ya mbele. Mwenyana chelewa sasa sofa ya nyuma. Ndio vile masahaba, ndio taratibu ya swafa. Lakini sisi tungaliki wadogo hapa tulipata tabu. Siku ya Ijumaa hapa fasi ya mzee fulani, fasi ya mzee fulani, fasi ya mzee fulani. Wewe njoo saa 2 uikae fasi yake. Mzee aje saa 6 na robo watakusimamisha. Toto wananywe, una adabu wewe. Toka fasi ya mzee fulani. Tunasema msifanye kambi msikitini. Hilo jambo alijuzu. Na swafa mabega ya kamatane, pasibaki nyufa katika swafa. Ndio safu, ndio adabu ya swafa. Zinyooke bega kwa bega, sio kubanana mpaka mtu anakuwa hivi kama kakidoro. Allahumma aqsim lana min khashyatik ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام عليكم. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين وكفى ختامه مسك. Uislamu tulianza jana kama nilivyokuelezeni katika aya ya hukumu. Tueleze kwa kifupi mwisho wa aya alafu tuanze kubainisha chache katika hukumu za funga ya Ramadhani. Mambo ambayo
ni ya kupendeza kuyafanya mwezi wa Ramadhani, na mambo ambayo ni ya kuchukiza, na mambo ambayo ni haramu kuyafanya mwezi wa Ramadhani. Alafu kesho tutaingia katika mambo yanayeharibu saumu. Tayib, jana tulifasiri kwamba mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ndani yake imeteremka Qur'an ambaye ni uongofu kwa watu na ni ubainifu wa uongofu. Yule atekuwa yuko shahidi miongoni mwenu mwezi umeandama, aufunge mwezi huu. Waman kana maridhan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra, na ule mwezi utaandama miongoni mwenu ukamkuta bado yuko mgonjwa au yuko safarini, ale mchana katika muda wa maradhi na muda wa safari. Medam safari na mtaabisha, atalipa ataporejea. Atalipa baada ya kuweza kurejea katika safari au baada ya kupona, kama ni maradhi yanayotarajiwa kupona. Kama si maradhi yanayotarajiwa kupona, basi atatoa kibaba kila siku kwa maskini kama tulivyokuelezeni kule jana. Na vibaba Waislamu hutolewa, tulieleza ni mudi 2 kwa kila maskini kwa kila siku. Ikaja suala, mtu mwenyewe hana uwezo wa kutoa kibaba wala hana uwezo, hana mtu wa kumtolea, hukumu yake kila siku jioni awe anafanya istighfar mara 3 kila siku jioni. Na sasa aya inaendelea. Kwa nini Allah amwambie aliyokuwa safarini au mjwa aisabu siku alizokula mchana, atapotoka udhuru utapomuondokea wa safari au wa maradhi, alipe zile siku alizokula mchana? Anasema Allah, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Mwenyezi Mungu anakutakieni mepesi, akutakieni mazito. Mepesi ni yapi? Ule mchana uko mgonjwa au uko safarini, safari inakupa tabu. Mungu asikuwekea tabu ya safari na tabu ya saumu. Anakutakieni Mwenyezi Mungu mepesi, akutakieni mazito. Hii ni takhfifu nyingine imo katika funga ya Ramadhani. Tulisoma kule takhfifu kule katika zile takhfifat 5. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, na kwa nini walitukmilu al-idda, na ili mkamilishe idadi ya siku za Ramadhani. Hapa Waislamu ndio waganga walitoa kiri za madawa. Hivi nini ni kiri 21? Kama ukula 21 au kumeza vidonge 21 unatia malaria iwe sugu, iwe kroniki malaria yako. Walitoa mafunzo ya Ramadhani, walitukmilu al-idda, funga yenye faida na mtu ni ya siku 30 na 29. Tazameni dini yetu Waislamu, haikuacha hata kitu kimoja. Wazungu bwana waliniandikia ile Tiberal, wakaniwekea doze sikumaliza, inakataa kupona. Na we kama uenezi doze ya Ramadhani haikufai. Hata ukila ngapi, weka zile ulizokula uzijazilize pale, ndio unufaike na Ramadhani al-akh. Tazameni dini yetu Waislamu, faida imo katika hiyo aya. Allahu Akbar. Sasa kuna kitu tulisoma katika hadithi kama mnakumbuka karibuni hapa, lisaimi farhatan yafrahuhuma, mwenye kufunga anazo furaha 2 anazofurahi kwazo. Sikilizeni Waislamu, farhatan inda fitrihi, furaha yake ya kwanza wakati wa kufungua.
anafurahi Mungu amemfanya aeneze siku za Ramadhani, anafurahi ibada kubwa ameipitia, Mungu amempa thawabu vilivyo. Na hapa ndio Mwenyezi Mungu anasema walitukabbirullaha ala ma hadakum. Wangapi wa ndugu zetu wa kufunga Ramadhani wako wanadanganya shekhi, wengine wana vyeti vya mganga kwamba wanaugua estoma, wengine wana vyeti vya mganga kwamba wanaugua kifua kikuu. Mimi naambia kama ninawajua watu walikuwa wanashingishia maradhi estoma zamani. Mungu ameshawaletea magonjwa estoma hivi. We mchokoze Mungu kama uko mgonjwa ufungi, kuna sasa Mungu atakuletea sasa hiyo ugonjwa ulikuwa unaomba usifungi. Waogope sana. Mwenyezi Mungu achezewe. Ya'lamu kha'inatal ayun wa ma tukhfi sudur. Kwa hivyo mwenye kusikia raidi watu wanafurahi kwanza ukamilisha funga yake siku 30 au 29, ameeneza dozi ili mpate kushukuru neema hiyo ya kuwekeni ibada ambayo imejaa ndani yake wingi wa kheri. Sasa Waislamu, mambo ambayo yanayependeza kuyafanya mwezi wa Ramadhani, sikilizeni. Kwanza ni jambo la kupendeza mtu kufuturu jua linapozama bila kuchelewesha kufuturu. Hilo ni jambo muakada na ndio kheri za umma huyu. Jambo la pili umma walifanye na Mwenyezi Mungu anautema katika kheri, kufuturu, kuchelewesha daku. Pia Waislamu inajuzu mchana mwezi wa Ramadhani saa 9 au saa 10 au saa 7, mtu saumu imemregeza kweli, kuchukua maji ya baridi kumwagia kichwani. Zangu zamani tunaambia na wazee, ikishafika saa 8 usikogi, haramu. Nani alitoa hiyo mambo? Bali inajuzu mwenye kufunga kuyafanya mambo ya kumpunguzia uzito wa saumu. Subhanallah. Au kwenda kwenye ile klimatizeri, wale cha upepo, unekaa pale ikikupepea, unavua shati. Sio vibaya. Au unachukua hewa inakuingia mkinywani. Hewa haifunguzi. Hewa haimfunguzi mtu. Haya inajuzu kuyafanya mwenye kufunga. Na linalokatazwa la kuchukiza, mwenye kufunga asitii maji mengi kinywani, atie maji madogo ili asimtereze wakati wa kuyakujugua roho, asifanye roho mwezi wa Ramadhani. So yakiteremka kidogo atajizuia asili ile siku atailipa. Ndio swala ndio yote mmoja kama amehudhuria leo, eti mtu anakula adhana inatoka anatonge kinywani alimeze. Wewe unatawadha maji kidogo utaki kupenya, utalipa siku na usili mchana. Unajiziwia. Sababu ni haramu kula mchana mwezi wa Ramadhani bila udhu. Na huyu limempenya tonya. Na pia kwa mtu ambaye atechelewesha kadanganyika anakula daku, anashtuka imeshakuwa asubuhi, atajiziwia. Na hii siku lazima ailipe. Na jambo linatongwa saumu tenda haraka ni mwanamke ameshinda na saumu yake saa 12, baada dakika hizi 2 jua lizame, ametokewa na hali yake ya kike, saumu yake batili, atalipa ile siku. Kwa hivyo ndugu Islam, pia mambo yenye hayakatazwi ni mtu kudungwa shindano yoyote, ila shindano yenye maana ya chakula, ile maana ya serum, hiyo usipige. Ya kwenye tako, kwenye mshipa wa damu, mahala popote. Inajuzu mwenye saumu kutia dawa ya macho. Na dawa ya macho mara nyingi huwa unasikia ladha yake hapa, isikokopeshe. Hamna njia ya kupeleka tumboni. Ndani ya jicho. Hatuwezi kumwacha mtu asili, tunamweka chai aeshi.
haendi tumboni. Kwa hivyo kutia dawa ya macho inajuzu, au dawa ya nania shindano ya aina yoyote, ila serumu. Serumu inabatilisha saumu au kutolewa damu nyingi ya mumshipa, ile mshipa mkuu wa damu. Lakini damu ndogo ya mkachupa, ila imdhoofishe mwenye kufunga. Kama mtu ana matatizo, anasikia homa, kupima malaria mchana wa Ramadhani, haya yanajuzu kwa mtu, ila mtu asipigi bomba mchana katika muda wa saumu. Haya masala yote myaulizaji ni ya muhimu sana. Mwezi wa Ramadhani baadaye tunaziharibu, pako mtu anashinda tabani usiku, kala daku nyingi, saa 3 anajipigia bomba, anaendelea na saumu. Bomba linapeleka maji mpaka mtumbo lako. Kwa hivyo mtu asipigi bomba, apige jioni, anywe maji yake. Akishamaliza kufuturu, kufuturu sio mpaka ale nani, sio mpaka ale mandizi ya kuponda na mautumbo tumbo na mauji. Anywe kikombe cha maji, glasi ya maji, alafu akapige bomba, aje kula baadaye insha Allah. Maulizo matatu. Naam Sheikh. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nilimsikia mshia anasema ya kwamba maana ya alif lam mim Allahu la ilaha illa Allahu Muhammadur Rasulullah, na akadiriki kusema kwamba unabii unaendelea, na pia akasema la ilaha illa nani alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fi. Hichi kitabu mmeletwa na Muhammad baada kutafsiri hiyo alif lam mim ngo akina shaka. Je, ni kweli? Hii haisikani ni kweli Sheikh. Tumeshawaambieni pako mtu sauliza si hapa, aliuliza swala hapa kuolewa na wale watu. Tukakutahadharisheni hapa kama wako na semina hivyo wako wanafanya. Wanawapa watu hela. Tanabahini kila wakati ujao ni wakati wa shari kuliko wakati uliopita. Hivi ile nguvu aliyokuwa nayo pale sio yenyewe wako nayo hivi sasa. Hivi wako na grema, mna habari hiyo? Shia wako na grema, wako wanafanya seminari kule, watoto wenu wanajaa. Namsikia mtu kabisa anamsogelea wa karibu yangu, tuko tunafunza mafunzo ya dini. Mafunzo ya dini wapi? Tusikule mwanamke 5,000, mwanaume 10,000 kila mwisho wa mafunzo ya dini. Sikilizeni, Mtume anatuambia kwamba inna likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almaan. Kila umma Mungu aliletea mtihani, na mtihani huyu umma wangu ni mali. Hivi wamekuja Rwanda na Burundi kwa kasi kweli. Rwanda kuna mtu alikuwa anatiatia tauhidi. Haiwezekani kama naambieni, haiwezekani Uislamu ngangania uko mtu wa haki na usomi. Tuusome Uislamu. Walimjengea nyumba ya mataifa. Hivi ni Shia mkubwa kule Rwanda. Shia mkubwa anaitwa ndugu zake wote wako na njaa, uende kushia wakapewe mtaji, na haya hapa yatafika. Hivi ngojeni semina hiyo, labda pengine wenyewe wako humu, wengine kesho waje kuswali, na wenyewe wako anapokea ile aftari huko, waihebe ile bora ile aftari, wafe na njaa kwa ajili ya dini yao. Yete ifasiri Qur'ani hivyo, anafasiri ama ndio jana Qur'ani, dhalika alkitabu la raiba fi hudan min uongofu utokao kwa Mwenyezi Mungu. Yeye akasema kwa mtume. Hayo yote ni sio kweli, ni kuchezea Qur'an. Swala la Naam, salamu alaykum. Meuti kule, maiki kule. Naam, salamu alaykum. Mna ngoja mtu akiomba ndo ampe maiki.
sababu inakuwa inasunguka upande mmoja. Naam. Niko nauliza shehe, kuna mwanadada aliniuliza. Sasa nikamwambia ile swali itabidi nimuulize shehe. Aliuliza kuhusu haya mambo ya WhatsApp haya. Haya mambo ya WhatsApp watu wanapiga picha wako uchi. Sasa aliniuliza nikamwambia ajua aliniambia kwamba eti yeye alishaifanya taubatan nasuha kwa kisa alipiga ile mapicha ya uchi. Lakini yeye alishaifanya taubatan nasuha, lakini kila akipita barabarani watu wanamnyanyasa. Lakini yeye huku tayari alishaomba toba kwa Mungu kabisa. Sasa ile watu kumnyanyasa barabarani anahofia kwamba anaweza akafa hata akakosa wa kumzika. Sasa ndio nilikuwa nauliza, alikuwa ananiambia nimuulizie kwamba atafanya aje juu kwa zile picha kusema eti aziweze kuzifunga zisionekane, haiwezekani, juzi sasa ambao ulimwengu mzima. Billahi tawfik. Tahadharini nayo. Njia zote mnayatumia, mtizame ulimwengu vile unavyokwenda sasa. Ni ulimwengu wa makafiri, fitna ya makafiri. Imeshagunduliwa kwamba hiyo imebuniwa kwa ajili pesa zinazopatikana humo zikapanue mji wa Israeli. Ogopeni sana. Vitu vyenye kuzuka msizuki navyo. Kwa hivyo huyo dada kama ukifanya taubatan nasuha aeleze wanavioni, awape na ushahidi na arejee mbele yao, alafu wajaribu katika misikiti kusema amesha tubu, watangaze toba yake. Sababu mtu akifanya maasi wazi wao wanatangaziwa wale wenyewe waliyaona, ili Mungu amnusuru inshallah, amnusuru yeye na wengine wa Kiislamu. Na swala la mwisho Sheikh, upande wa pili nimekuta watu wako na bishana yani kuhusu kunuia. Jamaa nasema mimi siwagi nanuia, wao ni vitu ni bida. Mashaikh wakisha tukataza tuseme tunanuia, vipi tutakaye nuia? Nikamwambia bwana inajuzu kunuia. Sasa hapo na kunuia tulisema ni nguzo katika nguzo za Ramadhani. Ibada yoyote kunuia ni nguzo. Kama mtu anafunga bila kunuia, funga yake ni batili. Lakini suala lipo, nia mahala pake ni wapi? Nia mahala pake ni moyoni. Kuitamka nia nawaitu sauman ghada, hiyo ndio bid'a, kuitamka. Lakini kuingia moyoni kama mtu akunuia hana saumu. Kutamka tu ndio uzushi. Lazima huyo kama ulimuona mtafute hivi, asilali bila nia leo. Mwambie Sheikh alisema unuie, na siku zote zenye ukunuia uzihesabu utazilipa. Funga yako ni batili. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma ta'ulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina